taarifa ifuatayo. Tunaarifiwa kuwa mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi CCM kata ya Chitete wilayani Ileje mkoani Songwe, Alisoni Mwampashi mwenye miaka 66, mwenye wake wawili na watoto 6, amepigwa na kuuawa na watu wasiojulikana usiku wa kuamkia leo tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 2025 kisha kutupwa mtoni. Tupate taarifa zaidi na Dickson Kapungu kutoka Songwe. Tulisema tuwasiliane leo. Ngoja nipige picha basi. Ndugu wa marehemu pamoja na mashuhuda wa tukio hilo wameeleza namna ilivyotokea, huku wakiomba jamii isihusishe tukio hili na shughuli za kisiasa. Ilikuwa saa 3:07. Jose alinipigia simu, mama, baba amekufa, wamemtupia kwenye maji hapa mtoni. Ndipo nikamwambia mnani bibi mdogo, tukaanza kukimbia, tukamkuta pale yuko kwenye maji, tukaanza kupiga kelele. Jirani Dika kaja pale pale. Huyu aliyefariki marehemu alikuwa mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi kata ya Chitete. Sasa kama viongozi tunakemea iliyotokea, ambao sasa ni mbaya sana kuliko kutoa uhai wa mtu mwenzako alafu unabaki. Wala kuwa na tatizo yote kwa masuala ya siasa. Haya hayapo kwenye upande wa tukio hili. Kwa kweli kisiasa hilo swala halipo. Labda kwa namna nyingine, lakini kwenye chama sisi tulikuwa tunaendelea naye kufanya kazi vizuri, na alikuwa mchapakazi, alikuwa mwenyekiti wa wazazi kata ya Chitete. Hilo ninapinga, kwenye siasa halipo, kwa sababu uchaguzi za chama zilishafanyika kwa awamu, na yeye ndo alikuwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wa wazazi, chama cha mapinduzi. Diwani wa kata hii amewataka wananchi kuacha tabia ya kujichukulia sheria mkononi. Mazingira ya kuondoka duniani kwa aina hii hayavumiliki hata kidogo. Niwaombe wananchi wa kijiji cha Ntembo, kijiji cha Msia, Ikumbilo na Chitete na vijiji jirani mliopo hapa, kuondoka duniani kwa mfumo huu hata maandiko yanakataza. Kwa niwaombe sana tuwe na hofu ya Mungu, tusijichukulie sheria mkononi. Ndugu zangu, mimi niwaombe sana. Akizungumza kwa njia ya simu, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Songwe SACP Agustino Senga amethibitisha kutokea kwa tukio hilo ambalo chanzo chake bado hakijafahamika na jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi. Aliuawa kwa kukatwa, inaonekana kama alikatwa na vitu vyenye ncha kali maeneo ya kichwani na mgongoni, na watu ambao bado hawajafahamika. Vitu vilivyotumika ilikuwa ni kumvizia marehemu akiwa njiani akitokea kwenye vilabu vya pombe akirudi nyumbani kwake. Na alimshambulia maeneo ndiyo yataja na mpaka kufariki. Mimi ni Dickson Kapungu wa EATV Songwe. Asante sana Dickson Kapungu kutoka Songwe kwa